inadhihirisha mwisho mwema, kuwa na ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo alibeba msalaba, anaketi katika kiti cha enzi cha Mungu. Watakatifu wote mpaka Paulo wote walibeba misalaba mikubwa, na sasa tunawatambua kama watakatifu. Misalaba katika maisha yetu, taifa la Mungu. Mbona tukawa na magonjwa? Mbona kifo kinaja kwetu? Mbona tunakosa chakula hapa na pale? Mbona tuna shida tofauti? Hakuna chochote Mungu hajui. Lakini kama vile tumedhihirisha kwamba msalaba, dhihirisho la upendo wetu kwa Mungu, lazima tujue kwamba lazima tuubebe. Na kuubeba msalaba huu, basi tuweze kujua misalaba katika maisha yetu ipo. Familia ni misalaba, watoto ni misalaba, jamii. Wakati mwingine wanatoka katika njia zao. Na pia jirani ndio huyu ambaye anakusengenya kila wakati na kuongea mengi yako. Pia ni msalaba. Watu wa kazi pale ambapo unafanya hauna amani kwa sababu ya huu msalaba. Basi tufanye nini katika maisha yetu? Taifa la Mungu, lazima tujue kwamba sisi tutaishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tukijua upendo ndio suluhisho la mambo magumu ambayo tunapitia katika maisha. Kusema haya wakati hii, huyu mama wa CWA, wapigeni wa mama wa CWA wa kujibu. Huyu mama ni wa kanisa, dhihirisho la hiyo nguo. Hata ukienda stage, you will not be treated just like any other woman. Utashikwa kwa utaratibu. Wanaogopa kushika hiyo nguo kwa sababu wanajua utaratibu. Huyu mama katika hali yake ya maisha alikuwa na bona yake pia hapo kanisa. Hiyo ni kawaida, na ndio tunastahili kuwapekea Kristo na kudhihirisha Kristo katika maisha yao wengine. Hivyo mama mzee alikuja jioni amelewa chakula. Hata kiwa watu wawe na amani. Na sijui mbona hawa wazee wakati wanalewa kutoka mbali apigi kelele, akiingia tu kwa goma hapo kinaanza kuongea kwa sauti, kwa sababu ni kwake. Na hapo ndipo akaanza kuleta fujo, na huyu mama kaona afadhali ya kuongea. Mama akaingia katika mahindi, ndio huyo mzee amemfuata katika mahindi, akimwambia dada, ikikushika itakuwa hivi na hivi. Kumaanisha mama ako mbele. Huyu mzee naye anatoboa kwenda hapa na pale, amegonga mahindi yote na angusha, akijibizishia nani akitaka kushika mama. Ikawa wamefika katika waya, na mama akaruka upande ule mwingine wa waya, na akaangalia mzee amekuja vizuri debabu waya. Akasema sasa, huyu akikata na hii waya, nani atampeleka hospitalini? Ni wewe tu mama. Akasimama akamwambia mama Mwangi, akamwambia, "Hebu angalia sana, hapo mbele kuna waya, itakukata." Na akasema, "Wewe unanikejeli sana, nikikushika na haya itakuwa vigumu kujitoa." Lakini aliangalia waya vizuri, akatoa jicho vizuri, akaona vizuri, akaruka waya. Mama akahakikisha ameruka waya na akaanza kukimbia tena kupitia kwa jirani. Na mzee anasema, "Nitakufuata mpaka mahali utaenda." Ndipo sasa yule mzee akafika, mama akafika, kwenda kwa jirani, akakuta shimo la choo lilikuwa limechimbwa kama jana, limewekwa post bao tu. Akasimama akajiuliza, huyu akianguka hapa nani atampeleka hospitalini? Ndipo akasimama upande ule wa shimo, akafika pale mzee, akamwambia mzee, "Chumba hapa kuna shimo." Naye mzee akasirika, akaangalia kwa ni shimo, akapita upande mwingine. Naye mama akakimbia mbio, wanakupisha. Na akakuwa baba alikuwa tayari. Mzee akarudi katika njia zingine, akarudi nyumbani. Mama asubuhi yake kutoka jirani akaja kwake. Na asubuhi mzee alimwita akamwambia, "Wewe huku dogo alikuja usiku,
wameangusha mahindi yote. Mama Kamau wakaenda uone mwaka huu jana, hatuna chochote tutakula. Na hawa bado tumejaribu na tutawaitia KWS wakuje wachike mwito. Ndipo mama akamwambia ndio yupi isipokuwa ni wewe. Wewe ndio mfanya kazi yote. Ulikanyaga mahindi hapo na pale, akamwambia mimi. Akamwambia unifuate. Wakafuatana kuangalia vile wanaenda kuambia KWS vile mahindi imeharibiwa. Kufika pale kwa mwisho wa shamba, wakakuta baadhi waya imekaa sawa kama mtego. Na kwa sababu akamwambia, angalia, hii waya ikikata. Na akasema, mbona hiyo baadhi haikushikwa na hii waya? Akasema, singekuwa wewe ndio. Na akasema, kama nilipita hii waya, basi mimi ni wa Mungu. Wakapita pande nyingine, wakakuta shimo. Naye yule mama akamwambia, angalia ungeanguka katika hili shimo. Na mzee akasema, mbona huyu Paulo hanaingia ndani ili maisha yake ikushie hapa? Akamwambia, wewe umeingia katika hili shimo. Wakati walirudi, yule mzee akamuuliza, are you really my wife? You are the best of the best. Kwa sababu kama hiyo waya ningekata kubaya sana, hiyo shimo ningeanguka na nikatika miguu. Lakini huyu mama ni Mkristo, alikuwa na macho ya Kristo, alijua hii ni shida yangu, na shida hii Mungu alinipa kwa sababu nitaweza. Na ndipo akamsema, hata kama na waya nikiwepo, mimi ni Kristo mbele yake. Nitamwondeshea hatari zote, nitahakikisha hapo salama mpaka mwisho. Na ndipo huyu mzee kutafakari, akaona vile amepoteza maisha katika waya, katika lile shimo. Akamuuliza, mama, hebu niambie, hekima hii na utaalamu huu na upendo huu umetoka wapi? Akamwambia, usijali, nitakupeleka. Na akamwambia, ni upendo mkubwa wa kunisave ni katika hatari zote, nisiweze kuanguka katika hatari. Na hapo akamleta katika kanisa Christ the King on Sunday. Na huyo mzee saa hizi ndiye anatangulia kwa mama watoto kuja katika kanisa kwa sababu walipatana na mkuu wake. Taifa la Mungu mizigo iko, lakini wewe ni Kristo katika hali yako ya maisha. Watoto wako, lakini lazima tuwe Kristo kwa ingilia kati na kuhakikisha hawako katika hatari. Hata kama hatujisikii, hata kama wanakuuma na kusema tutafanya, lakini mwishowe watatambua Mungu katika maisha yao kupitia maisha yao. Na hata katika watu wote, katika kazi zetu, upendo wetu uweze kudhihirika katika vitendo. Sio tu kuongea, lakini vitendo vyetu vinasema kwamba huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mama wa Mungu. Na mwishowe maisha yetu, Mungu wetu kitawala, haitakuwa na mizigo yoyote. God is good. Kumaanisha suluhisho la shida zetu zote ni upendo wa Mungu. Kusuluhisha shida katika familia zetu, kati ya watoto wetu, kati ya nchi yetu, ni Mungu Mwenyezi. Kwa sababu Mungu sio mwanadamu. Mungu wetu sio mwanadamu. Mawazo yake sio yetu na mafikira yake sio yetu. Hata katika kazi nchi hii huwa ninafurahi sana, na huwa ninaona shida ambazo Wakenya wanaongea, huwa ninadili also with only one way, that God loves Kenya. Wakenya ni wa Mungu, na kuna mtu ataweza kuchukua nafasi ya Mungu. And nobody can do this, the Kenya that we have, because it belongs